kishindo cha awamu ya 6. Kishindo awamu ya 6, wiki hii tunaangazia siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan madarakani. Naitwa Agnes Mbapu. Fuatana nami kufahamu mengi yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya afya. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Tunaimulika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI ambayo imeanzishwa Septemba mwaka 2015. Ikiwa ni hospitali pekee nchini Tanzania inayotoa tiba ya moyo, na sasa imeongeza wigo wake wa kutoa matibabu mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. Ndani ya siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, taasisi hii imehudumia zaidi ya wagonjwa 100 wa msamaha. Naishukuru serikali ya Tanzania kwa kutuwekea kwanza kitengo cha moyo. Mimi nisingempata mtoto wangu endapo hiki kitengo kisingekuwepo. Nisingempata kwa sababu ilikuwa ni muda ambao kama ndo unaambiwa tafuta pesa uende India. Alikuwa na muda mchache sana. Sijui Mungu mwenyewe ingekuwaje, lakini kwa mimi nilikuwa naona alikuwa na muda mchache sana. Nashukuru serikali ya Tanzania kutuwekea kitengo cha moyo, na washukuru madaktari wakisimamiwa na Mungu wakati wanamfanyia mwanangu upasuaji, kwa sababu walishaniambia mtoto wako vyovyote tutakavyorudi nayo, kama tutarudi na mtoto sawa, kama tutarudi na jina sawa. Walishaniambia, walishanitahadharisha. Dr. Peter Kisenge ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Anaeleza mafanikio ya JKCI ndani ya siku 100 za Rais. Tumeendelea kuwafikia wananchi huduma za magonjwa ya moyo kwa kuwafuata pale walipo, lakini pia tumefanya huduma za upasuaji na tundu dogo. Na katika hizi huduma kama mnavyofahamu ni huduma ambazo ni za gharama kubwa sana, na wapo ambao walikuwa hawana bima ya afya, hawana uwezo kabisa, lakini wana uhitaji wa kufanyiwa hizi huduma za ubingwa bobezi za upasuaji wa moyo pamoja na kutibiwa masuala ya tundu dogo. Na hizi huduma za kibobezi ni za kipekee kabisa ambazo zilihitajika kufanyika. Mfano, wapo wagonjwa walitakiwa kufanyiwa matibabu ya kutibiwa umeme wa moyo, ambapo matibabu yale yalikuwa yanagharimu shilingi milioni 29 kwa kutibiwa, na mtu huyu alikuwa hana uwezo kabisa, au watu hawa walikuwa hana uwezo kabisa. Kwa hiyo tukaweza kuwahudumia zaidi ya wagonjwa ambao wamepata hii huduma ni 122. Kwa hiyo kwa kutumia kauli mbiu ya kazi na utu, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ilisamehe zaidi ya milioni 698 448,700. Lakini wapo vile vile walioongezeka kwa kuonwa na madaktari kwa kule OPD, lakini walikuwa hawana uwezo. Ukijumlisha gharama hizi zinafika karibu bilioni 1. Sasa hizi bilioni 600 zilikuwa tu ni za upasuaji mkubwa na upasuaji wa tundu dogo. Na ukiangalia wale ambao walikuwa wamefika kliniki wanataka kumuona daktari, ambao walitakiwa walipe 15,000 na hawana uwezo wa kulipa 15,000, tumewasamehe bure na kuwapa dawa bure. Ukijumlisha zile gharama zinafika bilioni 1. Na hizi ni siku 100 za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wagonjwa waliopata msamaha kwa huduma zinazotolewa katika kliniki ya moyo ya consultation, hawa walikuwa karibu ya wagonjwa 177. Hawa wamepata free consultation, wamemwona daktari bingwa, wamefanyiwa vipimo, na kama unavyofahamu Mheshimiwa katika masuala yake ya kazi na utu ametuletea vifaa ambavyo vina utu vile vile, ambavyo vina akili munde au akili mnemba, ambavyo vina artificial intelligence. Vifaa hivi kwa mfano Echo 2 machine ambayo ameileta katika hizo siku 100
inagharimu zaidi ya milioni 200 kwa mashine moja, na ni taasisi chache Afrika Mashariki zenye mashine zenye high tech, na hizo tunaweza kuwafanyia. Wapo wagonjwa vile vile kama 66 ambao nao wamefanyiwa kwa kutumia akili mlemba au artificial intelligence, kwa kuwekewa shuka maalum nyumbani kwao kwa kufuatiliwa. Hilo shuka linaitwa dosee, ambapo tunamweka mgonjwa na tunaangalia mapigo yake ya moyo, pressure zake, oksijeni yake, na kama tatizo lolote ikitokea ambulensi itamfuata. Katika kazi na utu hiyo hiyo tuliweza kuokoa mgonjwa mmoja ambaye usiku ule akiwa amelala alikuwa apoteze maisha yake, kwa sababu alivyolilalia lile shuka tukagundua nesi akiwa usiku wa saa 8 akaona mapigo ya moyo yamefika 166 kwa dakika. Kwa hiyo yakiwa kasi hivyo, na maana ubongo hawezi kupata damu vizuri, moyo, na wanakufa. Na hii inatokea, watu wengi sana wanapoteza maisha wakiwa wamelala kwa sababu hiyo. Lakini Mheshimiwa Rais kaleta hiyo utu sasa kwa kutuletea hivyo vitu na tukamwokoa huyu. Hii ni hadithi ambayo ni hadithi ya kweli, mtu ameokolewa kwa sababu ya kuendelea kufuata kazi na utu. Lakini kuna mmoja ambaye alikuwa anahitajika kulipa naye milioni 29 ili afanyiwe kipimo hicho cha kuwekewa betri maalum ambayo itamsaidia aweze kuishi, inaitwa CRTD. Huyu alilipiwa ile hela yote na Mheshimiwa Rais, na wagonjwa hao wapo na sasa hivi anaendelea. Pengine asingeweza kuishi. Kifaa hichi kiliagiziwa kikaletwa na akawekewa huyo mtu, na hao anaingia katika wale katika milioni 600 zile ambazo Mheshimiwa Rais alisema. Lakini natoa hizi vitu ambavyo vinaonyesha jinsi gani Mheshimiwa Rais anavyowajali watu kwa kufanya vitu kama hivyo ambavyo sisi kwetu ni historia, sisi kwetu ni kitu ambacho kinabaki katika taasisi, kwamba tunajua kabisa huyu mtu asingeweza kuishi kama hicho kifaa kisingeagizwa haraka na kuletwa na kuweza kusaidiwa. Shuka la dosee ni shuka ambalo mgonjwa anawekewa mara baada ya daktari kumwona yule mgonjwa, tukawa tumemtibu, either tumemfanyia operation au amefanyia tundu dogo, au ni mgonjwa tu amekuja kutibiwa akalazwa pale Jakaya, tukahisi kwamba huyu mgonjwa ameshapona, anakuwa aende akakae na familia yake, lakini bado hali yake hajatengemaa vizuri na asiendelee kuingia gharama nyingi, lakini akakae na familia yake vizuri. Sisi tunataka tuendelee kumwangalia kwa wiki au wiki 2. Basi tunachokifanya ni kwamba tunamwekea ile shuka tukiwa na wasiwasi kwamba labda hali inaweza ikabadilika, kwa sababu ni mwanadamu kafanyiwa operesheni kubwa. Yeye anasema anaendelea vizuri na sisi tumeridhika kwa kiasi fulani anaendelea vizuri, lakini ili kuwa na uhakika wa maisha yake, ili asipoteze maisha, anawekewa hilo shuka la dosee ambalo kazi yake ni kuangalia oksijeni ya damu, kuangalia blood pressure kwake, kuangalia mapigo yake ya moyo yanakuaje, na kuangalia jinsi gani anavyopumua na jinsi oksijeni yake ya damu iliyokuwepo. Sisi tunawaweka wagonjwa ICU, hivyo ndio vitu vikubwa tunavyoviangalia. Ndio maana tunaweka ile kitu inaitwa monitor. Monitor inaangalia pressure, inaangalia respiration, inaangalia mapigo ya moyo au tunaita heart rate, inaangalia oxygen. Na mtu anapoanza kubadilika au kutaka kupoteza maisha, vitu vinavyoanza kutokea ni kwamba mapigo ya moyo yanakwenda juu, pressure zinashuka chini, oxygen inashuka chini. Hivi ndio vitu vinaweza kumueleza kwamba mgonjwa anaelekea pabaya, daktari njoni haraka msaidie. Sasa
baada ya kuendelea kuwalaza wagonjwa kwa siku nyingi mahospitalini, tunawapelekea nyumbani kwake. Tunaendelea kukumonitor ukiwa nyumbani na familia yako ukiwa naye. Kwa hiyo familia inafurahi na kuona, sio kama unapokuwa na hospitali unakuwa na wasiwasi. Tunakumonitor kwa kutumia akili munde au artificial intelligence. Sasa hizo zimewekezwa katika hizo siku 100, ndio mheshimiwa ametuwekezea haya. Lakini vile vile katika siku 100 taasisi iliweza kufanya kitu kinachoitwa renal denervation therapy, au njia mpya ya kutibu pressure kwa kuchoma nerves au mishipa ya fahamu inayopeleka damu kwenye figo, kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanaopata pressure ambazo zinashindikana kutibika kwa dawa inatokana na hali zinazotokea au mabadiliko yanayotokea kwenye figo na ile mishipa ya fahamu. Kwa hiyo hii ni njia mpya kwa Afrika Mashariki na Kati. Hakuna hospitali inayofanya hiyo renal denervation, ni JKCI. Kwa hiyo tuliweza kuwafanyia wagonjwa 12 renal denervation, na gharama ya mgonjwa mmoja ni shilingi milioni 45 za Kitanzania, na wagonjwa wote hao hakuna aliyeweza kulipia. Ni Mheshimiwa Rais katika Kazi na Utu aliwalipia wagonjwa wote wao. Kwa hiyo kwanza madaktari wetu walijifunza, na ni matibabu sasa endelevu, kwa sababu shinikizo la damu ndio linachangia watu kupata viharusi au stroke. Sasa katika siku 100 haya ni matokeo kama alivyosema Rais. Anataka katika awamu yake akimaliza ile 2030 amewaachia wananchi utu. Kashaanza kuacha utu, kwa sababu kumbuka, huyu ni mgonjwa ambaye labda angeweza kupata stroke, lakini hebu angalia ni nchi ngapi za Afrika Mashariki ambazo zinaweza kufanya kitu kama hicho kikubwa, kwa sababu ni uwekezaji mkubwa, lakini una gharama kubwa sana. Yaani mtu mpaka ufanye lazima udecide, uriski kwamba jamani, sasa mimi naenda kutoa milioni 45 kwa mtu mmoja ili apone. Hiyo ni kama una utu, kama utu unao, kwa sababu sehemu zote wangetaka kufanya lakini hawafanyi. Sasa ile utu ndio unaosababisha mtu kufikiria beyond hicho unachotaka kukifanya kama mwanadamu. Kisha anaeleza mkakati wa taasisi hii. Katika hii miaka 3 iliyopita tulijikita sana katika hospitali za mikoa. Sasa hivi tunashuka kwenda mawilayani mpaka kwenye tarafa. Tayari tuna mpango wa kwenda hospitali ya wilaya za Tanga vijijini. Tayari mpango huu tupo. Tuna mpango wa kwenda Morogoro vijijini kwa kuwafuata wananchi mpaka kwenye zile tarafa. Lakini tuna mpango wa kwenda Mtwara katika mpaka itakapofika mwezi wa 4 tutakuwa tuna mpango. Kwa hiyo kwa mwaka unaokuja huu wote tutakwenda zaidi ya wilaya 15 ambayo tumejiwekea, na hiyo yote ni dhima ya kuongeza utu kwa wananchi, kwa sababu kule chini kule ndio wananchi maskini, wananchi wenye uhitaji. Sasa hivi mambo mazuri sana huku kwenye kuna hospitali ya rufaa, kuna CT scan, kuna MRI. Sasa tunataka twende tuwekeze kule chini na kuwafuata wananchi pale walipo. Kwa hiyo hiyo moja, lakini nyingine ni kuendeleza haya matawi tuliyofungua, na tunategemea kuongeza tawi moja katika mkoa wa Mwanza vile vile, ambapo kwa sababu Mwanza napo kuna idadi ya watu wengi, lakini tutaendelea kushirikiana na hospitali zingine ili kuimarisha masuala ya tiba ya moyo. Hospitali zote kubwa kuanzia ngazi ya kitaifa kama hospitali za Benjamin, hospitali za rufaa, kwa kutumia sasa hivi ambapo kila pale kwetu tumewekewa kitu kinachoitwa telemedicine. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya conference na wale madaktari ili tutoe elimu mara kwa mara
ili kuwaunganisha sasa madaktari kuja kuongeza masuala ya magonjwa ya moyo. Lakini taasisi mwaka huu mwezi wa 6 imeandaa mkutano mkubwa wa magonjwa ya moyo, inaitwa CardioTan. Huu ni mkutano wetu wa 4, tumeshafanya 3 na matokeo yake yamekuwa mazuri. Mwaka jana tulikuwa na wawakilishi zaidi ya 600, nchi zaidi ya 19 zilikuja pale Zanzibar. Mwaka huu tunaofanya Dar es Salaam katika hospitali ya Blue Sapphire, holi la Blue Sapphire na hoteli ya Lamada na Giraffe. Mkutano huu utaleta zaidi ya watu 600, lakini nchi 60 zitahudhuria mkutano huu. Ita include pamoja na madaktari wetu wazawa. Sasa mkutano huu utakuwa ndo mkutano mmojawapo mkubwa sana, na utaleta mambo mengi. Moja, wataalamu watabadilishana mambo mbalimbali ya masuala ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Tumejiandaa vile vile katika kuwapa matumaini wananchi na masuala ya African ambayo yanakuja. JKCI ndio maana imechukua ile hospitali ya Seliani. Moja ni ya mikakati kwa sababu kutakuwa kuna mpira pale unachezwa. Kwa hiyo tutatengeneza kitu kinachoitwa sport cardiology, ambayo juzi nilikuwa Misri tukiangalia, wao wamejikita sana kwenye masuala hayo. Kwa hiyo tumeenda tukaangalia wenzetu wamefanya nini, tufanye jambo ambalo ni zaidi ya Misri na Morocco. Na jana nilikuwa nafanya maongezi na waziri wa michezo Mheshimiwa Makonda, jinsi gani tutakavyounganisha masuala ya michezo na masuala ya moyo. Lakini taasisi ya moyo sasa inawafuata na vijana ili kuwafanya vijana wajue afya zao mapema, ili watapokuwa na umri mkubwa wasipate magonjwa. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Hapa tuna operation ya moyo ambapo katika hali ya kawaida mtu au binadamu yeyote anatakiwa azaliwe akiwa na mishipa mikubwa miwili ambayo inatoa damu kutoka kwenye moyo. Mmoja ukiwa unapeleka kwenye mapafu na mwingine ambao unapeleka mwilini. Lakini kwa mtoto huyu ambaye tunamfanyia leo, amezaliwa akiwa na mshipa mmoja mkubwa, ambapo mshipa yote miwili ile imeunganika kwa pamoja na inatoa kama mshipa mmoja ambao ndio inagawanya kupeleka kwenye mapafu na kupeleka mwilini. Kwa kinachofanyika kwa siku ya leo ni kuweza kugawanyisha, kuhakikisha kwamba kunakuwa na mshipa mmoja ambao unapeleka damu kwenye mapafu, lakini na pia na ule mshipa ambao unapeleka damu kwenye mwili unakuwa umetofautishwa, ili damu isiweze kuchanganyika kati ya kwenda kwenye mapafu na kwenda mwilini. Na katika kipindi hiki cha kutoka mwezi Novemba, Desemba mpaka Januari tumefanya operation za kutosha za moyo, zikiwemo operation nyingi ikiwemo mojawapo ya aina hii, lakini kuna operation zingine za matundu ya moyo, lakini kuna zingine ambayo inakuwa ni matundu lakini pia na mishipa ambayo inapeleka damu kwenye mapafu ambayo inakuwa midogo. Lakini pia kuna wengine ambao wanakuwa na shida ndani kwenye moyo, ambapo zile valvu zinakuwa zimeungana, yani valvu ya upande wa kushoto na upande wa kulia, hasa kwenye vyumba vya moyo vya juu na vya chini vinavyopeleka damu kutoka juu chini, zinakuwa zimeungana na zinakuwa katika level moja. Kwa hayo yote ndio baadhi ya matatizo mengi ambayo tumekuwa tukiyabadilisha. Lakini pia kuna wengine ambao wamekuwa na shida hasa za milango ya moyo. Hasa tunapozungumzia milango ya moyo kwa Kiingereza tunaita ni valve. Kwa zile zinapoharibika pia huwa tunabadilisha. Kwa hiyo tunakuwa na operation nyingi sana ambazo hizi huwa wakati wagonjwa wanapokuwa na matatizo haya huwa yanawasumbua sana, hasa watoto. Na kimojawapo shida kubwa inakuwa wanashindwa kuwa na ukuaji mzuri, wanashindwa kuwa na muda mzuri wa kwenda shuleni, wengine wanashindwa kwenda kusoma hata shuleni kwa sababu wanakuwa wanachoka sana, wanakuwa na ukuaji mbovu. Kwa hii yote baada ya kufanyiwa operation, wengi huwa wanarudi na kuendelea na masomo yao vizuri na hata ukuaji huwa unabadilika. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba tuna taasisi kama hii katika nchi yetu ambayo inaweza kusaidia wagonjwa wengi, ambao hasa watoto ambao wanafanyiwa operation za namna hii na wanarudi nyumbani na tunarudisha furaha njema tena kwa familia pamoja. Matibabu ya msamaha yanaanzia katika ofisi ya ustawi wa jamii hapa JKCI. Kwa kipindi cha siku 100
za Rais Samia tumeweza kutoa misamaha kwa wagonjwa ambao wanahitaji huduma za upasuaji, wagonjwa 122, na kwa wale wagonjwa wanaohitaji huduma za kumwona daktari, wagonjwa 177. Katika hao wagonjwa waliopatiwa huduma za upasuaji, watoto ni 70 na watu wazima ni 52. Kwa kawaida taasisi ya moyo Jakaya Kikwete inatoa pia huduma zingine za unasihi pamoja na kupatanisha familia. Unajua kipindi ambacho familia zinauguza au mpendwa wao anaumwa, mara nyingi huwa kunatokea msongo wa mawazo, watu wengi wanapitia matatizo mengi ya kipesa, lakini ofisi yetu imekuwa ikitoa ushauri, nasaha na kupatanisha familia, kuhakikisha kwamba wanauguza mpendwa wao mpaka pale anapopatiwa nafuu au mpaka pale anaporuhusiwa kutoka hospitali. Kwa hiyo wagonjwa ambao wameshafika na ndugu ambao wameshafika ofisini kwetu kwa kuhitaji msaada wa aina hii ya unasihi ni zaidi ya wagonjwa 800. Zaidi ya wagonjwa 800 pamoja na ndugu zao ambao wamefika ofisini, ambao tumekuwa tukiwasaidia kwa maana eneo la unasihi, lakini pia na jinsi gani ya kuweza kukaa na kumhudumia mgonjwa, na hasa tukizingatia kwamba magonjwa mengi ya moyo ni magonjwa ambayo ni ya kudumu, ni magonjwa ambayo mgonjwa anaishi nao kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuwasaidia ndugu na familia jinsi ya kuishi na mgonjwa ambaye tayari ana tatizo sugu. Kwa mfano yule ambaye ameshafanyiwa upasuaji au yule ambaye tayari ana tatizo la pressure, kwamba ni mgonjwa wa aina gani anatakiwa kumsaidia kwa aina gani ya huduma ambayo atastahili, ili aendelee kuishi katika hali yake na aendelee kuwa ni mtu ambaye anazalisha katika jamii. Jumla wanaokuja kwenye ofisi yetu sio wote wanakuja kwa ajili ya kuhitaji msamaha wa matibabu. Wengi wanakuja akiwa saa nyingine ana hofu tu kwamba amesikia kwamba Jakaya Kikwete wana gharama kubwa, lakini ukishampa elimu ya jinsi huduma zetu jinsi zinavyotolewa na gharama zake, unakuta anasema hiki ni kitu ninaweza, hii ninaweza kwenda kulipia, hii ninaweza kuchangia. Kwa hiyo wako aina tofauti, sio wote ambao akishakuja moja kwa moja anapewa msamaha, ila saa nyingine anakuja kwa sababu hana taarifa sahihi kuhusiana labda na huduma ambayo anaihitaji. Kwa hiyo baada ya kumpa elimu na kumwelewesha na kumpa taarifa sahihi, unakuta ni mgonjwa ambaye anaweza kwenda kuchangia au anaweza akagharamia kulingana na uwezo aliokuwa nao. Yeye mwenyewe anaweza tu akasema kwa uwezo wangu mimi naweza kuchangia kumwona daktari shilingi 15,000. Baadhi ya wagonjwa waliopata huduma wanakiri utu ulivyookoa maisha yao. Kwanza nilianza kuumwa tukia mwezi wa 4 mwaka jana. Nikawa napata homa za mara kwa mara, yani naweza nikapata homa wiki hii, nikaenda hospitali, nikapata dawa, wiki tena inaokuja napata tena homa, ni homa za mara kwa mara zikawa ziniishi. Nilipiga x-ray, nakumbuka ilikuwa ni Magomeni, wakaniambia kwa pneumonia. Wakanipa dawa, wakaniandikia sindano. Nilichoma sindano nyingi sana, lakini bado nikawa nakosa pumzi. Nashindwa kuhema kabisa, yani nikitembea tu hatua 2 nachoka, nashindwa kuhema. Mara ya pili tena, kwa sababu nilikuwa nakoa sana, nikaanza nakoa sana. Watu wakaniambia kapime TB, nikapima TB. Nikaambiwa na TB, nikaanza kutumia dozi. Nimetumia dozi kama miezi 3. Lakini bado hali ikawa mbaya, yani mbaya, ikazidi kabisa. Nikavimba miguu, nikavimba mikono, tumbo likajaa. Lakini nilivyofanya vipimo zaidi, nilivyogundulika na tatizo la moyo, nilivyokuja hapa nikaambiwa kuwa hana TB. Kwa hiyo nikawa nimeachishwa dozi hapa, nikaendelea na matibabu mengine. Tarehe 26 mwezi wa 12 nikapelekwa Feta, nikafanywa upasuaji. Msamaha nimepitia ustawi wa jamii, kwa sababu baada ya kufika hapa niliambiwa mtoto wangu ana shida ya moyo. Kuna mshipa ambao unapeleka damu kwenye mapafu. Pia anatakiwa afanye PA bangi. Pia niliambiwa anatakiwa afanye PGA.
Kwa gharama zake zilikuwa kama milioni 7 kasoro. Kwa hiyo nilienda ustawi, nikaelezea, wao wakaniambia niandike barua ya kuomba msamaha. Nilifanya hivyo. Baada ya kuandika barua, nikapata kibali kwa ajili ya upasuaji wa mwanangu. Kwa hiyo mpaka sasa upasuaji amepata na amefanikiwa kama vile unavyomuona. Kwa hiyo naishukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuwezesha tupate msamaha, kwa kuwaruhusu watu wa msamaha ili watoto wetu wapate huduma. Nawashukuru sana ustawi. Ustawi wamenisaidia kwa kiwango kikubwa sana. Yaani siwezi kuelezea kwa kweli mpaka nilipofika hapa. Mimi nilikuwa sina uwezo wote wa kumtibia huyu mtoto kutokana na hali ya uchumi na maisha yangu ninayeishi. Kwa kweli nasema asante sana. Sina cha kuwalipa ila Mwenyezi Mungu atawalipa. Namshukuru pia mkurugenzi mtendaji wa JKCI, maana yeye najua anapokea maombi ya watu wengi, lakini bado anatubeba na kutuangalia sisi Watanzania ambao kwenye kima cha chini na anatusaidia. Naishukuru, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Pili naishukuru serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa mama yangu Mama Samia Suluhu Hassan. Ametutendea makubwa sana na amefanya sana makubwa, kwa sababu hata haya matibabu yeye ndio anayewezesha ya watu ambao hawajiwezi. Matibabu ya moyo yana gharama kubwa sana sana mno, lakini yeye anatubeba kama Watanzania na anatusaidia. Namwombea sana kwa Mwenyezi Mungu ampe kila hitaji la moyo wake katika Tanzania yetu, aiongoze vizuri. Hivi ndivyo serikali ya awamu ya 6 ilivyodhamiria kuhudumia wananchi wake, inatekeleza kwa vitendo kauli mbiu ya kazi na utu. Ewe Mtanzania, jenga tabia ya kupima afya mapema. Fika JKCI ili kujua utimamu wa afya ya moyo. Mimi ni Agnes Mbapu. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6. Tukutane wiki ijayo. Kazi na utu, tunasonga mbele. Hiki ni kishindo cha awamu ya 6.